Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji na mtazamaji wa Ncha Kali Podcast, karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast, ikiwa ni mfululizo wa podcast zetu za Ncha Kali ndani ya msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi naitwa Rajab Msami, utakuwa nami katika Ncha Kali Podcast ya leo, tukiwa tunaendelea na mfululizo wa kufanya podcast na mashekhe zetu, maustadhi wetu, ndugu zetu ambao wao ni wahudumu wa Qur'an, ni wahudumu wa kitabu cha Allah, wanaihudumia Qur'an. Mfululizo wa podcast hizi ndizo ambazo tutakuwa nazo ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, kila siku muda na wakati kama huu. Niendelee kukukumbusha tu ya kuwa unaweza kufuatilia podcast zetu hizi kupitia katika platforms zote za podcast, kiwepo Google Podcast, Audiomack na nyingine nyingi. Kote huko utatupata kama AD+ Swahili, lakini pia YouTube utatupata kama AD+ Swahili. Unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast zetu ambazo tumekwisha kuzifanya. Kama nilivyotangulia kueleza, tunaendelea na mfululizo wa podcast zetu kuzungumza na wageni ambao ni wahudumu wa Qur'an Karim. Leo pia tunaye mgeni, naye ni ustadhi miongoni mwa wahudumu wa Qur'an. Atajitambulisha, lakini atatuelezea pia yeye anaihudumia Qur'an katika upande gani, halafu mengi tutakwenda kuyafahamu. Kusi sana uendelee kuifuatilia podcast hii siku ya leo. Shekhe, karibu sana katika Ncha Kali Podcast. Kama nilivyotangulia kusema ya kuwa nakupa fursa hii uweze kujitambulisha kwa majina yako, lakini pia uweze kutueleza ni namna gani unaihudumia Qur'an. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina naitwa Juma Saif Magawa. Ni mzaliwa wa wilaya ya Rufiji, mkoa wa Pwani. Kwa sasa tunavyozungumza ni mwalimu katika shule ya Ibn Jazari inayopatikana wilaya ya Mkuranga. Nikihudumu pale kama mwalimu wa upande wa secular, pia mwalimu wa Qur'an. Mashaallah. Kwa hiyo unahudumu kote. Unahudumu secular, lakini unahudumu kama mwalimu wa Qur'an. Katika upande wa secular unafundisha somo gani? Kwa upande wa secular pale mimi nimesoma IT, kwa maana nafundisha ICT pamoja na kitengo cha ICT kwa ujumla, ni msimamizi. Okay, sawa. Turudi katika Qur'an kwa sababu ndicho ambacho kimetufanya tukae pamoja leo katika meza ya Ncha Kali Podcast. Unafundisha pia Qur'an pale Ibn Jazari, sio? Katika eneo hili la ufundishaji wa Qur'an, ukiwa kama mwalimu pale Ibn Jazari, kuna mengi sana ya kuja kuyazungumza kwa sababu mashallah Ibn Jazari ni miongoni mwa vituo ambavyo ni alama ya Qur'an nchini Tanzania. Ukiachilia mbali mashindano makubwa ya Qur'an ya dunia ambayo yanasimamiwa na kituo hicho cha Ibn Jazari, lakini ukiachilia mbali pia kituo chenyewe kutambulika kama kituo cha kuhifadhisha Qur'an cha dunia, kuna mengi tutakuja kuyazungumza. Tunaizungumza Qur'an, wewe unaihudumia Qur'an. Tupate ladha kidogo ya tilawa kwa walau dakika 2 ya tilawatul Qur'an, halafu tutaendelea na mazungumzo yetu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatun
جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون صدق الله العظيم. Sadaqallahu alazim. Naam, msikilizaji na mtazamaji wa Ncha Kali Podcast, ni msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan katika Ncha Kali Podcast, tukiwa na wageni ambao wao ni wahudumu wa Qur'anul Karim, ni wahudumu wa kitabu cha Allah, tukiwa tunazungumza nao mengi kuhusiana na safari yao, lakini na uhudumu wao katika kukihudumia kitabu hichi cha Allah tabaraka wa taala. Sheikh Juma, umetueleza kwa sasa uko Ibn Jazari unaihudumia Qur'ani pale. Kuna mengi tu ambayo tutakuja kuyazungumza kuhusiana na kile unachokifanya sasa hivi Ibn Jazari kama mwalimu wa Qur'ani, lakini kwa sasa tupate historia yako. Historia yako wewe kama wewe, lakini historia yako wewe na Qur'ani mpaka kufikia hatua ya leo hii upo Ibn Jazari unaihudumia Qur'an kwa kuifundisha Qur'an. Karibu sana. Naam, historia yangu kwa ufupi kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba nimezaliwa katika wilaya ya Rufiji, mkoa wa Pwani, na katika familia yetu tumezaliwa watoto 7, wa kike wapo 4 na wa kiume tupo 3. Wa kiume mko 3, wa kike wapo 4. Wa kike wapo 4. Kabla hujaendelea hapa, katika familia yenu wapo wanaofanya wanachokifanya? Kiukweli walipelekwa madrasa na wazazi alhamdulillah, ila ambaye nimebahatika kufikia kiwango hiki ni mimi peke yangu. Mashaallah. Naam. Na kwa upande wa Qur'ani kiukweli nimepita madrasa tofauti. Lakini madrasa ambayo ilinisaidia kwa kiasi kikubwa kwa upande wa Qur'ani yenyewe kama Qur'ani, kwa maana kuhifadhi Qur'ani na fani kwa ujumla, kwa maana makamati, ni madrasatu Al-I'tisam ambayo inapatikana mtaa wa Yombo, wilaya ya Temeke. Mzee wangu Mwenyezi Mungu amrehemu alinipeleka pale, na pale nilipokelewa na walimu wawili kwa wakati huo ambapo walikuwepo pale. Wa kwanza ni almarhum Ustadh Ahmad, Mwenyezi Mungu amrehemu, na wa pili alikuwa ni Ustadhi Nuruddin Hassan Kanaan. Baada ya kufika pale, nakumbuka Ustadh Nuruddin aliniomba nisome. Nilifika tu akaniomba nisome. Nakumbuka aliniambia nisome Qul a'udhu birabbil nasi na birabbil falaq, sura 2 tu.
na baada ya kuzisoma kwa uwezo wake tayari alitambua kwamba nina kipaji. Kwa hiyo baada ya hapo sasa akawa ni miongoni mwa wanafunzi wake wale maalumu katika fani ya maqamati. Kwa hiyo kwa ufupi hiyo ni safari yangu ya Qur'ani. Mashaallah, mashaallah. Kwa safari hiyo ambayo umetueleza, maana yake mzee wako Allah amrehemu, yeye aliona kitu kama hicho kabla? Yani kwa upande wa fani sasa ya maqamat, mzee wako aliona kiasi cha kuona kwamba huyu kutokana na hii hali basi nimpeleke sehemu fulani, pengine itakuwa ndio sehemu sahihi? Aliligundua hili au alikupeleka tu kama kukupeleka? Kiukweli ninachokijua kutoka kwa mzee wangu, sidhani kama alikuwa na utaalamu wa kutambua kipaji changu. Yani kiukweli sidhani kama, ila nachokijua ni kwamba alikuwa ni mpenzi wa mambo ya dini. Kwa hiyo ilikuwa ni kilio chake kuhakikisha kwamba mimi nasoma pande zote mbili, shule na kwenda na Qur'ani ilikuwa ni lazima. Kwa hicho ambacho nakijua mimi kutoka kwa mzee. Inshallah, muomba Allah amlipe kwa hilo. Amin, amin. Katika safari yako hiyo na Qur'an, namna ambavyo umetuelezea, maana ulienda pale ukasoma kwenye upande wa fani maqamat, lakini pia ulisoma tahfidh bila shaka. Umeshashiriki mashindano yoyote? Kushiriki mashindano kwa upande wa tajwidi, kama tajwidi au hifdhi? Kote, hifdhi, tajwid, kote. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu nipata fursa kushiriki mashindano ya pande zote mbili. Kwenye hifdhi kipindi cha nyuma nimeshiriki mashindano mengi tu. Mashindano mengi nimeshiriki na alhamdulillah nilikuwa nafanya vizuri, na mpaka kuna nyakati fulani nikawa nimepata jina la utani kutoka kwa wenzangu wadau wa Qur'ani, mahafidhi wenzangu, kwa sababu ya kule kufanya kwangu vizuri kwa upande wa hifdhi kwa nyakati hizo. Alhamdulillah, kwa ananiita mwamba, mwamba. Sababu kubwa ilikuwa ni hiyo, kufanya vizuri kwenye mashindano ya Qur'ani. Level yako kubwa kabisa ya kufanya vizuri katika mashindano ya Qur'ani ilikuwa nini? Ni nakumbuka level ya juu kushiriki, mimi nilishiriki mwisho juzuu 10. Na sababu zilizopelekea kufikia hapa ni kwa nyakati zile ilikuwa upande wa shule pia ulikuwa, upande wa secular kidogo ulikuwa umenikamata, kwa hiyo nikashindwa kupambania sana mashindano. Kwa hiyo nikakuta kifado kuna mitihani labda ya form 2, kuna mitihani ya form 4, kwa hiyo ile kubalance pande zote mbili niweze kuzimudu kwa sawa sawa, kwa hiyo nikashindwa. Kwa hiyo sasa nimeishia mwisho juzuu 10 nakumbuka. Na mara mwisho nashiriki juzuu 10 nilikuwa mshindi wa kwanza. Umezungumzia kuhusiana na secular kukusumbua kidogo hapo katika upande wako wa Qur'an. Hili ni eneo ambalo kwa maisha yetu sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa sana. Mwingiliano kati ya secular na masomo ya dini, hususan Qur'an. Kwa bahati nzuri sana upo Ibn Jazari na unavihudumia vyote viwili. Unalizungumziaje swala hili? Kwa sababu katika watu wengi sana ambao wanashindwa kupeleka watoto wao katika shule ambazo zitawapa hivi vyote viwili kwa pamoja, hili kwao ni changamoto. Na kwa bahati nzuri umelizungumzia kwamba hata wewe lishawahi kukusumbua. Wewe unalizungumziaje? Kwa sababu kwa sasa hivi ni mdau wa mambo yote mawili, na hili limekuwa likisumbua sana vijana ambao wanajifunza dini yao na Qur'an. Mimi niseme kitu kimoja, kiuhalisia kwa nyakati zangu mimi naweza nikasema kwamba linisumbua kwa sababu maalum. Sababu kubwa ilikuwa ni mazingira. Sehemu ambayo nilipelekwa shule, kiukweli nilikosa msimamizi mzuri kwa upande wa Qur'an.
Na hapa naomba nieleweke hapa na wazazi. Sehemu ambayo nilikuwa nasoma nilikosa mwalimu ambaye angeweza kunisimamia pia na upande wa Qur'ani, kwa sababu kwa umri pia sikuwa mtu mzima useme naweza kujitambua, naweza nika arrange mambo yangu kwa usawa. Hilo kwa nyakati zile zilinishinda, lakini kiuhalisia, kwa sababu sasa hivi nayaona hata pale shuleni Ibn Jazari kuna vijana yupo form 4 darasa la mtihani, lakini huyo ana juu 30 ambayo juu 30 zipo vizuri na ana uwezo wa kwenda kwenye mashindano na akafanya vizuri na akarudi kwenye sekula yake na akafanya vizuri pia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kikubwa ni mpangilio tu, kwamba mtoto au mwanafunzi awekewe ratiba vizuri, kwamba nyakati hizi ni nyakati za Qur'ani kuhifadhi pamoja na kufanya muraja, na nyakati hizi ni kwa ajili ya mambo ya secular. Kuna changamoto kubwa kwa watoto ambao hawasomi katika shule hizi ambazo zinatoa vitu viwili kwa pamoja. Mathalan, tunafahamu jamii kubwa katika watoto wengi katika watoto wanasoma shule za serikali ambazo nyingi ukishafika madarasa ya mtihani ratiba kidogo inakuwa inabana sana. Yani unaweza kukuta mtoto anaingia shuleni asubuhi akitoka saa 12 jioni yuko taabani na vitu kama hivi. Wewe kama mwalimu, lakini kama mtu ambaye umepita katika mazingira kama haya, una nasaha gani kwa wazazi wa watoto hawa, lakini kwa watoto wenyewe? Vipi anaweza akapangilia muda wake, mbinu gani anaweza akatumia akabaki kuhudumia kote kote? Unachozungumza ni kweli, kwa sababu kwanza unakuta mbali na kwamba ratiba zile kubana, kwa maana mwanafunzi wa darasa la mitihani ratiba yake inabana, labda unakuta akienda shuleni asubuhi pia kuna zile remedio na nini na vitu kama hivyo. Pia cha kuongezea pia kwao unakuta mwingine pia anakaa mbali na nyumbani, na zile heka za usafiri pia inakuwa ni changamoto kubwa. Mimi kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba kama itawezekana, naweza nikasema tu hata kwa serikali kama itawezekana kuliangalia hili, ikiwezekana kupunguza muda wa watoto mashuleni, ili pia wapate muda wa kwenda kujenga imani zao. Kwa maana kifano kama mtoto wa form 4 almost mwaka mzima utamkosa huyu kwenye upande wa kujengwa kiimani, hii ni changamoto, hii ni tatizo, kwa sababu tusitegemee tena baadaye kumpata jamii ambayo ni nzuri kwa mazingira kama haya. Kwa hiyo rai yangu kwa serikali, kama itawezekana, basi waliangalie hili, kwa maana kufuatilia, iwezekana kupunguza muda wa vipindi vya upande wa secular, pia watoto wao pia wapate muda na upande wa pili kwa ajili ya kujenga jamii ilikuwa bora hapo baadaye, kwa maana mtoto ana secular pia na imani yake iweze kuwa vizuri. Turudi katika ulipo sasa hivi. Ibn Jazar, umetoleza kuwa Ibn Jazar pale unafundisha Qur'an, sio? Unafundisha Qur'an kwa wanafunzi ambao wanasoma secular au unafundisha Qur'an kwa wanafunzi wale ambao wanasoma Qur'an peke yake? Ibn Jazar ninafundisha Qur'ani kwa wanafunzi wanaosoma secular. Ibn Jazar imeonekana kuwa miongoni mwa sehemu ambazo zinafanya vizuri kwenye upande wa Qur'an. Kuna siri gani? Hilo moja, lakini pili, kutokana na huku kubana kwa watoto, kubanwa kwa ratiba za watoto kwa zama kama hizi, mbinu zipi wanaweza wakatumia walimu kama jinsi ambavyo wewe ulivyo mwalimu wa Qur'ani Ibn Jazar, na wakaweza kupata matokeo makubwa katika ratiba ndogo, hususan katika zama tulizo nazo? Kiukweli inawezekana baadhi ya watu wengi hawajui, Ibn Jazar kwenye upande wa Qur'ani umefanya uwekezaji mkubwa. Yani huo ndio ukweli. Yani pale Ibn Jazar walimu wa Qur'ani peke yake, hata wewe pia ndugu mtangazaji, nakupa fursa ukafanya research ukafuatilie, pale kuna walimu wa Qur'ani zaidi ya 40 walimu wa Qur'ani peke yake. Yani kwa kumbukumbu zangu inaonekana walimu wa Qur'ani wamewazidi hata walimu wa upande wa secular. Kwa sababu gani? Kwa sababu Qur'ani kwa ujumla
inahitaji zaidi yani mawasiliano ya karibu ya individual, yani kati ya mwalimu na mwanafunzi. Tofauti na upande wa secular. Secular anaweza mwalimu akaingia darasani akaandika notes zake ubaoni akaelekeza kwa wakati mmoja, watu wakasikiliza na kupokea mchezo mmoja. Qur'ani inahitajwa Lakini Qur'ani inahitaji yani mdomo kwa mdomo. Sasa kama una kundi kubwa la wanafunzi labda 50 au 40, hii na kwa mwalimu kama ni mmoja, hii inakuwa mtihani. Sasa ili uweze kufanikiwa, angalau basi yani kwa kiwango cha chini basi angalau upate wanafunzi 20 kwa mwalimu mmoja. Na wataalamu zaidi wanasema mambo ya Qur'ani, wanasema ratio ambayo ni nzuri zaidi ni mwalimu mmoja wanafunzi 5, wanafunzi 5 kwa mwalimu mmoja kwa upande wa Qur'ani. Hiyo ndio ratio ambayo ni nzuri zaidi. Lakini basi hata kama ndo hali haba hairuhusu, basi sizidi wanafunzi 20 kwa mwalimu mmoja, hapo utapiga hatua. Lakini uwe na ratio wanafunzi 40 kwa mwalimu mmoja, hiyo kiukweli ni ngumu. Hilo la kwanza. La pili, muda. Pale kuna ratiba ya kusoma Qur'ani kwa maana asubuhi na jioni. Asubuhi ni nyakati gani? Baada ya swala ya alfajiri. Yaani kwa maana baada ya swala alfajiri walimu na wanafunzi wanaingia darasani. Kwa maana kila mwalimu anakuwa na wanafunzi wake, inasoma Qur'ani pale mpaka wastani wa saa 1:30. Kutoka hapo ratiba za upande wa secular sasa rasmi zinaanza. Zinakwenda kipindi cha Qur'ani tena kinafuata jioni baada ya swala la asri. Inaanza Qur'ani tena ratiba ya Qur'ani mpaka maghribi. Kwa maana wastani kwa siku una takriban masaa 3 mpaka 4 au ni Qur'ani tu. Kwa hiyo muda huu unamsaidia mwanafunzi kuhifadhi na kusikiliza muraja na mwisho wa siku maendeleo yake kuwa mazuri. Sawa sawa. Kuna swali moja nitakuuliza, halafu tutakwenda katika upande wa nasaha. Umezungumza historia yako ya Qur'ani, umetuelezea unaihudumia Qur'ani kwenye upande wa maqamat na kwenye upande wa tahfidh kama ambavyo umeweza kutueleza, na sasa hivi unaisomesha Qur'ani. Changamoto kubwa ambayo inajitokeza wakati mwingine kwenye watu wa Qur'ani, umeshawahi kusikia, kwa sababu bila shaka unaishi katika jamii zetu hizi, utanipa wewe asilimia zako kwamba watu wengi wa Qur'an, kwa wewe unavyoona, sasa nataka nipate asilimia zako, utanipa chini ya 10, utanipa ngapi? Watu wa Qur'an na namna wanavyoishi Qur'an katika maisha yao ya kawaida, kwa mtazamo wako unaonaje? Unawapa asilimia ngapi wengi katika watu wa Qur'an unaowajua wewe na namna wanavyoishi Qur'an yenyewe? Unatoa max ngapi kwa ngapi? Kiuhalisia mimi natoa 7 ya 10. 7 ya 10. Mashaallah. Nasaha zako kwa watu wa Qur'an kwenye namna wanavyohudumia Qur'an na kuhakikisha wanaishi Qur'an, kwa sababu 7 ya 10 kuna 3 hapo. Kwa hiyo naomba utumie fursa hii kutoa nasaha kwao, lakini pia utumie fursa hii kutoa nasaha kwa Waislamu kwa ujumla wanaotutazama na kutusikiliza, kwa sababu tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi wa Qur'an. Kwa hiyo utoe nasaha zako pia, na kwa mwisho kabisa utoe nasaha kwa kijana yoyote ambaye anapambana kwenye kuifuata, kwenye kuitafuta Qur'an katika nyanja zote, hiyo kwenye upande wa tajwid na kwenye upande wa tahfidh. Nasaha zangu kwanza kwa wadau wenzangu wa Qur'an, kwa maana maqari na watu ambao wanahudumia Qur'an, tujitahidi kuishi Qur'an, kwani kwa kiasi kikubwa jamii inatutazama sisi, kwa sababu haiwezekani leo hii mtu wa Qur'ani unasimama kwenye majukwaa kusoma Qur'ani au kuizungumza Qur'ani, alafu matendo yako yanakuwa hayaendani na Qur'ani. Kiukweli inakuwa ni ngumu kwa jamii kutuelewa. Kwa maana nasaha zangu za kwanza nizipeleke kwa wadau wenzangu wa Qur'ani, tujitahidi kuiishi Qur'ani kama inavyosema. Nasaha za pili nazipeleka kwa wazazi. Tuseme kitu kimoja, kuna inaweza kusema kama ni fikra ambazo kwa kipindi cha nyuma tulimezeshwa
tukiaminishwa kwamba kijana ni ngumu kuyafanya mambo mawili kwa wakati mmoja, hususan kijana aende shule, kijana aende madrasa na akafanya vizuri. Kiukweli hilo jambo halina ukweli na halina uhalisia kabisa, kwa sababu vitu vinawezekana, vitu ambavyo vinawezekana. Mimi unayeniona hapa mbele yako, nyuma yangu hapo zaidi ya watu hata 1000 wanafika ambao wamehifadhi Qur'ani, na pia wengine mpaka sasa hivi kuna wengine wana upande wa secular wana masters, na wengine sasa hivi wanafanya PhD, lakini Qur'ani amehifadhi na upande wa secular pia ameweza kufanya vizuri. Kwa hiyo ni waondoe wasiwasi wazazi kwamba ni vitu ambavyo vinawezekana, kwa sababu mwisho wa siku kama utamwacha mtoto abezi upande mmoja tukiamini kwamba secular ndo maisha, mwisho wa siku huyu mtu atafeli mwisho wa siku, kwa sababu hana imani. Hata wewe mzazi mwenyewe atashindwa kutambua, kuthamini. Lakini hata kuthamini vipi endapo pia utaweza kubalance kama mzazi utaweza kumsimamia vizuri kwamba aweze kwenda shule na upande wa dini pia asome. Hii itakuwa ni faida kwake na kwako pia kwa ujumla. Mwisho kabisa, kwa yule ambaye ni mtu anaiendea Qur'an, anaisoma, anapambana, anataka awe vizuri katika upande wa tajwid na maqamat, lakini awe vizuri katika upande wa tahfidh, na saha zako kwako? Kwa ufupi niseme kwamba niseme kwamba ni kitu ambacho kinawezekana kwa kila mmoja ambaye ana nia ya kutaka kusoma Qur'ani katika fani ya tajwid. Ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu tunafundishwa ni kwamba kila kitu kinahitaji nia na jitihada. Kwa maana kama una nia ya kutaka kujifunza Qur'ani na kuweza kusoma Qur'ani vizuri, ukitia nia na ukifanya jitihada, walimu wapo wengi, ni vitu ambavyo vinawezekana. Kwa hiyo mtu yote asikate tamaa, asione kwamba mtu fulani bwana mimi siwezi kuwa kama yule. Hilo jambo halipo. Shukran sana. Mtu usikate tamaa na usione kwamba huwezi kuwa kama yule. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, hii ni Ncha Kali Podcast ikiwa ni msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukizungumza na watu ambao wanaihudumia Qur'an. Leo tulikuwa naye Sheikh Juma Magawa, kama ambavyo tumeweza kumsikia, ametuelezea safari yake na Qur'an, lakini tumezungumza naye mengi, ametoa nasaha nyingi sana kwa wazazi kuhusiana na swala zima la kuchanganya Qur'an na secular. Ni vitu ambavyo vinawezekana, ni jambo ambalo linawezekana, na yeye mwenyewe ni ushuhuda. Ametueleza anafanya Ibn Jazar na anahudumia pande zote mbili, yuko upande wa ICT lakini pia anafundisha Qur'an pale Ibn Jazar. Baada ya kusema haya, tuna la ziada. Mimi naitwa Rajab Msami, nikusihi tu ya kuwa kesho pia ni siku tunaendelea na mfululizo wa podcast yetu Ncha Kali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukifanya mahojiano na watu wanaohudumia Qur'an. Kwa hiyo nikusihi sana kesho muda na wakati kama wale uwe mbele ya runinga yako kuweza kufuatilia Ncha Kali Podcast. Mimi naitwa Rajab Msami, nilikuwa naye Juma Magawa. Hatuna la ziada kwa siku ya leo, tunakuaga kukumbia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.